itakuonyesha jinsi ya kufuga kuku wa kienyeji kwa ajili ya biashara na kupata faida nzuri. Ikiwa unatafuta njia ya kuanzisha ufugaji mdogo au mkubwa wa kuku wa kienyeji, basi video hii ni kwa ajili yako. Unawaona kuku hawa? Kuku wa kienyeji ni maarufu sana kwa sababu wanastahimili magonjwa kwa urahisi zaidi. Gharama za kuwalea ni ndogo ikilinganishwa na kuku wa kisasa. Pia wanapendwa sana sokoni kwa nyama na mayai yao yenye ladha nzuri na tofauti. Zaidi ya hayo, kuku wa kienyeji hutoa mbolea bora kwa shamba lako ambayo inasaidia mimea kukua vizuri. Aina moja maarufu kwa wafugaji wa kibiashara ni kuku wa kienyeji aina ya Kienyeji Plus. Hawa ni kuku waliokuwa na mchanganyiko wa kienyeji na chotara. Wanastahimili magonjwa kama kuku wa kienyeji, lakini wana kasi ya kutaga mayai na kukua kwa haraka zaidi. Kwa hivyo ni chaguo zuri kwa wafugaji wanaotaka faida ya haraka. Kuanza mradi wa kuku wa kienyeji ni rahisi. Kwa mfano, unaweza kuanza na kuku 50 wa Kienyeji Plus. Bei ya kuku 50 aina hii inaweza kuwa kati ya shilingi 30,000 hadi 40,000. Chakula cha wiki za mwanzo ambacho huitwa starter feed kinagharimu takriban shilingi 15,000. Makazi kama banda na vifaa vingine vinagharimu kati ya shilingi 100,000 hadi 100,000 na 50,000. Matibabu na chanjo ni takriban shilingi 10,000 hii. Aidha, huduma za maji na vingine vidogo ni shilingi 5,000. Makadi inaweza kuwa 50. Kwa hivyo, kwa jumla unahitaji takriban shilingi 100,000 na 60,000 hadi 200,000 na 20,000 kuanzisha mradi huu. Makazi bora ni muhimu kwa kuku wako. Banda linapaswa kuwa na hewa ya kutosha na usafi. Tumia samani za mbao au bati kwa kuta na sakafu. Jenga matandazo kwa kutumia majani au makalicha ili kuku wawe na sehemu ya kupumzika. Pia hakikisha banda lina usalama dhidi ya wanyama wa mwitu kama mbweha, umepee, paka na wadudu hatari. Kuhusu lishe na malezi, kwa wiki za mwanzo wa maisha ya kifaranga wape chakula chenye protini kubwa kama 20%. Baada ya wiki 6 unaweza kuanza kuwapatia chakula mchanganyiko wa kienyeji kama mahindi, soya, dagaa na mashudu. Pia ruhusu kuku kuchunga majani na wadudu asubuhi na mchana, kwani husaidia kupunguza gharama za chakula na kuongeza afya yao. Afya ya kuku ni jambo la msingi sana. Hakikisha wanapata chanjo za Newcastle na gumboro kwa wakati unaofaa. Safisha banda kila wiki au kila baada ya wiki 2 ili kuzuia magonjwa. Angalia dalili za ugonjwa kama kupungua kwa hamu ya kula, manyoya kuharibika au kasoro nyingine za kiafya. Kuhusu masoko, mayai na nyama ya kienyeji hupata soko la uhakika kwa bei nzuri. Mayai yanaweza kuuzwa kwa shilingi 500 hadi 800 kwa yai moja. Nyama ya kienyeji hupendwa sana katika sherehe, mikahawa na kaya mbalimbali. Pia unaweza kuuza vifaranga kwa wakulima wengine ili kupata mapato ya ziada. Kwa ushauri wa mwisho, anza kwa idadi ndogo kama kuku 50 ili ujifunze taratibu na kisha ongeza kadri unavyoweza. Weka kumbukumbu za gharama zako na mapato ili ufahamu jinsi biashara yako inavyoendelea. Jifunze kila siku na usisite kuuliza maswali kwa wakulima wenzako. Asante sana kwa kutazama Kuku Farm Pro. Tafadhali usisahau kulike video hii, kusubscribe kwenye channel yetu na kushare kwa marafiki zako. Jiunge pia na WhatsApp group yetu kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako kwa mafunzo zaidi na msaada wa moja kwa moja.